Kisa cha kutisha kilichotokea Butembo leo na kusimulia, ikiwa ni tariki 14 Aprili 2026. Matukio haya ya kutisha yalijitokeza na kuogopesha baadhi ya familia nyingi katika mji huo Butembo. Mji huo Butembo unapatikana katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio hayo yataendelea kukumbukwa milele, tariki za huzuni ambazo ni tariki 13 hadi tariki 14 1998 zimebakiwa kama kumbukumbu nzito katika historia ya jamii. Katika uchambuzi wake, wakili Asili Kanduki, mwanaharakati wa mapinduzi, mtetezi wa haki za kibinadamu na mratibu wa harakati ya kiraia iitwayo Table Ronde, alieleza kwa kina hali ngumu ya siku hizo zilizokuwa ni siku za majonzi makubwa na vilio, ambazo zilianza kipindi cha mateso kwa wananchi wa eneo hilo. Tarehe hizi zinahusishwa hasa mauaji ya kikinyo pamoja na kuibuka kwa makundi kama ADF na NAR. Siku hizo mbili ambazo zilikuwa ni siku za kufuatana, tukio hilo la kusikitisha sana takriban lilibeba historia kubwa katika eneo hilo na mauaji yaliyolengwa na kikyo, ambapo zaidi ya watu 500 wasio na hatia waliuawa siku hiyo na kuzikwa kikatili katika sehemu ya kaskazini ya mji huo hadi leo. Walionusurika katika tukio hilo wanaendelea kubeba majeraha yasiyokwisha na tukio ambalo wengi wanaliona kama mauaji yaliyosahaulikwa na kupuuzwa kwa muda mrefu na serikali ya DRC Congo. Alieleza katika maadhimisho ya kumbukumbu ya siku hizo za huzuni, harakati ya Table Ronde chini ya uratibu wa Asi Kanduki imetoa wito na madai yafuatayo. Madai hayo yalieleza kuwa serikali ya Kongo ifufue kesi ya sheria ili ukweli ujulikane na wahusika wawajibishwe. Pia walidai kuwa kufunguliwa upya kwa uchunguzi wa kimataifa, mahakama za kimataifa, hasa mahakama za kimataifa za kesi za jinai. Pia walidai kuwa zifunguliwe tena uchunguzi wa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, vitendo vya mauaji ya kimbari vilivyotokea kati ya mwaka 1997 na mwaka wa 2000 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Izingatie pia ripoti ya mapping. Waliendelea na kudai kuwa fidia zitolewe na taifa litambue utambuzi huo na mauaji ya kikyo yatambuliwe kama kipaumbele cha kitaifa, pamoja na kuwekwa kwa mfumo wa fidia kwa waathiriwa na familia zilizopata majanga hayo. Kipaumbele cha usalama dhidi ya kikosi cha ADF nalo serikali ichukue hatua madhubuti kukabiliana na tishio linaloendelea la kundi la ADF nalo ambalo bado linaendeleza hofu katika eneo hili. Kwa heshima ya waathirika wa mauaji ya tarehe 13 hadi 14 1998, kwa mshikamano na manusura
Na ili hali itendeke, harakati ya Table Ronde inasisitiza kutokubadilisha mfumo na haki zao, ili tukio hili likumbukwe kama historia ya mauaji yaliyotokea kitaifa. Ndiyo maana inatoa wito huu kwa mamlaka kukubaliana ili kutoa hatua za haki zichukuliwe kwa harakati hizo.